Ukiona mtu, unajua wengi tunashindwa kuelewa hata kwenye mahusiano yetu, ndoa zetu zinakuwa weekend, ni kwa sababu ya ubinafsi. Yaani mimi kutafuta kuonekana kwamba kwa nini umenifanyia hivi? Kwa nini? Mtu mwenye upendo atavumilia. Yaani utafikiria kwa nini nimuumize huyu? Ndiyo, kuna siku kuna kitu nilikuwa naongea naye, nikaona mwenzangu amekaa kimya. Sasa nikaona kinanisumbua, labda pengine hiki nilichoongea kimemuumiza. Nilipokaa nikamwambia, bwana, naomba unisamehe. Niliongea kwa lengo hili, lakini naona mwenzangu umebadilika, labda pengine nimekuumiza, naomba unisamehe. Sasa kama ningekuwa ni binafsi, maana yake ningesimamia msimamo wangu. Sasa upendo unaondoa ule ubinafsi ndani. Badala ya kujifikiria wewe, unamfikiria mwenzako. Kama Kristo alipigwa na kuumizwa kwa sababu alitupenda, kuna wakati hata kama anajua amekosea, nakubali kuumia kwa sababu nampenda. Lakini haina maana kwamba ni unafiki. Upendo sio unafiki. Kuna namna nitatafuta ya kufikisha ujumbe ili tuweze kuendelea vizuri, lakini sio katika namna ya kubomoa, ni namna ya kujenga.